Naitwa Kanali Gervas Chitola. Kanali Gervas Chitola, hongera sana kwa kazi. Nashukuru sana. Katika kikosi chako cha Itaka, nataka tuweze kufahamu vijana wanaokuja kwa ajili ya kujitolea kwenye mafunzo. Nini hasa mnawafundisha? Vijana wanaokuja kujitolea katika kikosi chetu cha Itaka, tunawafundisha mambo mbalimbali. Na hayo mambo yanahusu sana uzalendo wa Kitanzania. Kijana wa Kitanzania lazima awe mzalendo. Na uzalendo huo sasa, mambo tunayoyafundisha ni pamoja na ujasiriamali, pamoja na mafunzo mbalimbali ya ujasiriamali, lakini pia kuna mafunzo katika ujasiriamali huo. Tunawafundisha mambo ya kilimo, tunawafundisha kufuga, tunawafundisha ufundi mbalimbali, lakini tunawafundisha nidhamu, tunawafundisha utii, tunawafundisha uhodari. Haya mambo yote hayo, kijana ili aweze kuwa mzalendo, wa kuipenda nchi yake, ni lazima pia tumfundisha utii. Na pale kuna mambo 4 makuu ya kijana wa Jeshi la Kujenga Taifa ambayo anayaimba yeye mwenyewe kila siku. Kwanza, kijana ni lazima awe mhodari. Hodari katika kufanya kazi, ajitume, ajione kwamba yeye ni kijana anayestahili kuijenga nchi yake. Kijana lazima awe mtii, kupokea amri na maelekezo na kuyatekeleza. Kijana lazima awe na nidhamu nzuri, nidhamu ya kwake yeye mwenyewe, lakini pia nidhamu ya kuheshimu mamlaka, nidhamu ya kuheshimu wengine. Bila hivi kijana hawezi kuwa kijana wa kutegemewa. Lakini kijana huyo ni lazima awe mtu yule wa mbunifu. Kwa hiyo tunamfundisha pia kijana awe mbunifu. Vijana wasiogope kuja JKT, kwa sababu JKT ni chombo muhimu sana toka kilipoanzishwa mwaka 1963 na muasisi wa taifa hili, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini pia ikaendelezwa na awamu nyingine mpaka kufikia hivi leo, awamu ya 6 ya Rais na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, akisisitiza hivyo. Kijana wa JKT, kijana wa Kitanzania ni lazima awe mzalendo. Na akitoka hapa kijana ajue kwamba uzalendo wake si tu kutegemea ajira kutoka serikalini, aweze kuyatumia vizuri mazingira yake. Mazingira aliyokuwa nayo kijana ni fursa. Afande, asilimia kubwa ya vijana ambao tunakuwa tukizungumza nao wanapoamua kwenda kujiunga na Jeshi la Kujenga Taifa, wengi mawazo yao ni kupata ajira. Nataka nifahamu wanapofika kambini, mnawezaje kuwabadilisha mawazo yao kutoka sasa kwenye kutafuta ajira kwenye vyombo vya ulinzi na kufikia wao kuona kwamba kuna sababu ya kutumia ujuzi ambao mnawapatia wanapokuwa wametoka jeshini? Ni kweli kabisa. Hiyo ni mawazo sana ya vijana ya kutegemea ajira ya kuajiriwa. Lakini tunachokifanya pale sisi ni kuwabadilisha hiyo mindset ya kutegemea ajira, badala yake waweze kujiajiri wao wenyewe. Ni kitendo wanachokiishi siku zote, wanachokiishi kila siku, wanaishi kwamba awe mbunifu kijana, na kuwapa ile tamaa kwamba ajira, ukitaka utajiri, jiajiri wewe mwenyewe. Hicho ndicho kinachowavuta watu. Na kweli vijana na kweli wanaona wenzao baada ya kutoka pale wanakuwa na miradi yao mbalimbali, kilimo, ufugaji. Kwa hiyo maisha yale wanayoishi kila siku na kwa vitendo wanavyovifanya, hiyo pia inawahamasisha. Kijana anapoingia mara ya kwanza JKT pale anakata tamaa sana, anatamani kurudi, lakini baada ya muda anapoendelea kukaa pale anagundua, kumbe kweli ninachofundishwa na ninachoelezwa ndicho kweli kipo katika ground. Kijana ana practice yeye mwenyewe maisha yake yale ya miezi 24 anayekaa pale JKT miaka 2 ile, anabadilika kabisa, kwa sababu ndicho anachokiishi na ndicho anachokitenda. Ndio maana anakuwa anapenda kuwa JKT na walioko mtaani wanaishi hivyo vizuri. Afande, una ushuhuda labda wa vijana ambao wametoka kwenye kambi ya Itaka ambao wanafanya vizuri mtaani baada ya kutoka jeshini? Ndio, na ushuhuda, na tunao katika mazingira hayo ya wilaya yetu ya Mbozi. Wanafanya vizuri sana, wana majukumu mbalimbali. Kuna wanaulima, kuna wenye viwanda vidogo vya kubangua karanga, lakini kuna mafundi,
wanaofanya shughuli mbalimbali za ufundi za ujenzi wako tu wengi wa kutosha. Nakushukuru sana afande, nikutakia kazi njema kuendelea kuwajenga vijana. Shukrani. Na tukiongea na afande Kanali Gervas Chitola ambaye ametuelezea kwa namna gani vijana wanaandaliwa katika jeshi la kujenga taifa, hususan kubadilisha ule mtazamo wa kwamba tunakwenda jeshini ili kuweza kupata ajira kwenye vyombo vya ulinzi, lakini wao kutoka pale na kujitegemea. Unachukua fursa pale jeshini, ukiingia uraiani basi unaweza kuitumia vizuri. Utajiri unapatikana katika kujiajiri. Niko katika mkoa wa Songwe, nilisema kwamba tutaongea na mkuu wa mkoa wa Songwe tuweze kufahamu pia kwa namna gani wanatoa kipaumbele kwa vijana kuweza kujitegemea. Karibu sana Mheshimiwa Jabili Makame, habari za asubuhi. Salama, habari ya asubuhi dada Janet. Asante sana. Jana nilikuuliza tuongee wapi mkuu, ukasema twende kwenye Kimondo. Kimondo ndo fahari ya Songwe. Hata darasani tumekuwa tukisoma kwenye historia kuanzia shule ya msingi kuhusiana na historia ya Kimondo. Nimetoka kuongea hapa na mkuu wa kikosi cha Itaka JKT. Unaongea namna gani ambavyo wanaandaa vijana